NASA wale wataalamu wa anga, wanasayansi, sijui wanasayansi hao bwana, ambao wao wametoka huku duniani na kwa madai kwamba wanaenda mwezini. Hiyo ni safari ambayo waga inafanywa sana na watu mara kwa mara, wanajaribu kuelekea huko. Wanatumaga siku hizi wanatuma vyombo vya marobot vile ambavyo vinakuwa na havina binadamu, kwa sababu safari ya kwenda mwezini kidogo inatuchanganya sehemu according to wenzetu ambao wamemudu, wanasema wamefanya safari hizo. Kina Neil Armstrong mwaka 1942 walienda mwezini yeye na wenzake, na ikawa ndio story kwamba binadamu wa kwanza kufika mwezini ilikuwa ni Marekani, Neil Armstrong, na akachomeka bendera ya Marekani mwezini. Baada ya kufika mwezini kwamba si ndo wa kwanza, kwamba mwezi ni wa Marekani, rudi na mawe wakatembea mawe ya mwezini. Lakini shida sasa inakuja kama ni miaka hiyo ya 1900 na teknolojia imekuwa kiasi kikubwa mpaka leo. Hakuna attempt yote ya safari ya mwezini ambayo imehusisha binadamu kupelekwa katika siku za hivi karibuni. Ijapokuwa tumeweza kufanya vitu vingi sana mwezini, sana kuliko miaka kadhaa nyuma ilikuwa, bila kuriski maisha ya wanadamu kwa sababu teknolojia jinsi ilivyokuwa. Lakini uwezo kumpeleka wanadamu mwezini upo kwa 100%. Issue ya kubwa ni Mars, sayari ya Mars, kupeleka watu kule. Sasa kule ndo pagumu, kwa sababu kule hatujui kama panaishika ama paishiki, na ndo sayari pekee ambayo inafanana karibu na dunia, ijapokuwa ipo karibu sana na jua. Kwa hiyo pia kuna hilo la kuzingatia. Tumeshatuma robot vimeenda kule na vitu kama hivyo. Tunajitahidi sana kuangalia duniani, tunajitahidi sana kuangalia mahala pengine tofauti na sayari ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu si kwamba ni amri kwa mtu kutulazimisha, ila ndo nature yetu. We are very curious kama binadamu, ni kiumbe mdadisi, ndo asili yetu. Na kwa akili za kawaida kabisa watu wanakuambia haiwezekani tuwepo sisi tu hapa duniani. Viumbe pekee vinavyoishi katika hii universe, hii sayari nzima, tu sisi binadamu na mifugo yetu na wanyama wetu, yaani sisi tuliopo tulozoeana humu. Ndio sisi na simu zetu za nini na magari yetu na mashamba yetu na watoto wetu na shule, mbuzi kidogo, ng'ombe pale, kuna viserengeti vidini virani na vya Marekani, vibombomu vya nuclear, na yaani kwa bali sisi tu ndio tuna exist. Hakuna watu wengine huko duniani, hakuna viumbe vingine vinaishi kwenye sayari ya mbali. Sasa issue ni kufika na wewe usafiri wa kufika, kwa sababu hizo stages za kufika huko kidogo zinaita tabu. Kwa mfano, ukiangalia mfumo wetu wa sayari tuliokuwa nao, hii solar system tuliopo sisi. Hii ni solar system moja miongoni mwa mamilioni ya solar system zilizopo kwenye mfumo unaitwa Galaxy Way. Galaxy Way ni mfumo uliopo miongoni mwa mifumo mingi iliyotengeneza hii universe. Hiyo universe ukiacha hapo, hiyo inaelekea sana mifumo ya masayari mengi, una juu zaidi tena hapo. Kwa kadri unavyozidi kuitafakari dunia jinsi ilivyo, unakuta ni bonge moja la dunia. Lakini pia kitu kingine watu ambacho wanahangaika nacho, kwa nini mwezini, kwa nini kwenda kuangalia na kupima na kusema na kufanyaje, nadhani watu wengi hivi tunalichukulia poa au kwa sababu ni mazoea. Wanasema dunia ni kubwa zaidi hivi tunavyofikiria. Mfano mwepesi tu, wakati sisi tumekaa hapa tulipo, wala si umbali mkubwa na sisi. Kuna watu wengine pembeni yetu tunafanya mambo mengine tofauti kabisa sisi tunafanya hapa. Vile vile kwa msikilizaji anatusikiliza, inaenda hivyo hivyo mpaka unafika sehemu kwamba wakati sisi sasa hivi hapa ni saa 11 jioni, kuna wenzetu kwao ni asubuhi. Tupo sehemu, yani tunaishi ndani ya dubwasha moja. Tupo wote kwenye sayari ya dunia, lakini kuna wenzetu ambao sasa hivi kwao ni asubuhi. Kuna wenzetu hivi kwao ni usiku, giza kabisa, giza usiku. Kuna watu wengine ratiba ziko very tofauti. Na kuna vitu vingine vinaendelea vya kali ambavyo hata huwezi kuvifikiria, vya kawaida kabisa, kama vile ambavyo umekaa sasa unasikiliza ipoteza kuna watu wanafanya hivyo. Kama vile ambavyo umetoka kwa sehemu unakunywa kahawa, kuna watu wanafanya hivyo. Kila ambacho unakiona wewe unakifanya, tofauti ni lugha, mahala, vifaa, muonekano, lakini tupo sehemu hii kuna exist ndani ya ulimwengu huu mmoja. Mbaya zaidi sasa, kubwa kuliko yote, ni kama vile tupo kwenye jiwe ambalo unaelea angani. Hamna kama ambao umefunga ile jiwe. Ndio sayari jinsi ilivyo. Ile jiwe lina mchanganyiko wa ardhi na maji. Ikitokea ile jiwe kwa namna yoyote lile limedondoka, limeharibika, mkuu, hatuna pa kwenda. Kwa lugha nyepesi, imagine unapoishi sasa hivi ukitimuliwa huna pa kwenda.
Hasa kwa level ya dunia ni kwamba hii ikiharibika, binadamu wote, paka wote, simba wote, sisi kila kitu kilichopo ndani hakuna pa kwenda. Just imagine. Wakati huo unasema katika upande wa dini kuna viumbe, kuna stages za viumbe kabla ya sisi. Vilikuwepo vinaishi nyuma. Na sababu moja wapo kwenye dunia hii. Na sababu moja wapo viumbe hivyo kutolewa, walifanya ufisadi juu ya ardhi. Unaelewa vizuri? Sisi tumekatazwa kufanya ufisadi. Ukienda mbali hata kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masharti yake ya kupigana vita kipindi kile, mmoja wapo ilikuwa usiharibu mti, usiharibu mmea, usiharibu hata majani. Hasa unapiga vita na wenzako, mtu unaokatia wani. Vita vikisha kuna kivuli hapa. Unapumzika. Unapumzika. Sasa unakata mtu na unakata mtu unafanya silaha kesho. Kwamba usifanye hata kama mnagombana, ugomvi wenu vita yenu pia na stages. Yaani isiwe nyinyi sehemu ya kuharibu. Ukienda mbali kwenye adabu za kuishi. Kwamba kwa sababu waliokuwepo kabla walifanya ufisadi. Na kwa sasa duniani hakuna kiumbe ambacho ni kiharibifu na kinafanya ufisadi kama binadamu. Kwa kifupi, sisi ni kama vile invasive species. Ni vile viumbe vinavyovamia, vikivamia tunahodhi maeneo. Na matokeo yake tunaona hadi kwenye impact hadi kwenye mambo yetu ya kijamii. Unakumbuka wale Wamasai wa Ngorongoro? Yes. Unakumbuka wale Sakata? Because hivi ni tabia zetu. Sisi ni waharibifu, tumeenda kuharibu, tumeingia mpaka kwenye mbuga za wanyama. Ndani yake ikatokea mgogoro, kaleta siasa, watu wakapoteza maisha. Yaani hatujali hata mambo yetu. Jinsi tulivyokuwa waharibifu. Yaani sisi kama vile sio nikwambie vidudu jeshi, viwavi jeshi. Ni kutafuna, hatu create, na dunia inavyotaka, unavyofanya kwa kuharibu urekebishe ili kesho pawepo. Kwa sababu kuna wengine watakokuja baadaye wewe. Tumeongeza ufisadi mwa duniani tukiamini tunajipambanua na maendeleo, tunajipambanua na teknolojia, tunajipambanua na kusema kwamba tumeishika, tumemiliki dunia. Kweli tutakuwa tu mahalifa, lakini si mahalifa waharibifu. Itakuwa tu ni watu ambao tunafanya vitu kwa uangalifu mkubwa, kuanzia kwa sababu tunavyovitegemea. Chakula kinatoka wapi? Kwenye ardhi hii ambapo tunaichimbia mafuta, tunaimwagia nuclear, viwanda vinamwaga taka kwenye maji, vyanzo vya salama vya maji, machemba kila kona. Ni sisi wenyewe tunafanya. Si kwamba kuna mtu kaja akatufanyia usiku afukamka asubuhi tukavikuta. La hasha. Tunaharibu wenyewe. Sasa some of uharibifu wa binadamu hapa duniani uliofanyika mpaka sasa hivi inafanya watu wengi waanze kufikiria baadaye ya dunia. Na watu wengi sana wanafanya, ukisikia wale wanaharakati sio mazingira, ukisikia sio nimeleta program gani kwa ajili ya kupanda miti, yani yote ni kwa ajili ya wanyama. Tushawinda wanyama mpaka tumewafuta kabisa, hawapo. Sisi binadamu tushawinda wanyama, tumefuta hicho kizazi cha wanyama, hawazai tena, hawapo tena, tumebaki story. Kuna mnyama fulani na kuna wanyama hivi sasa, kama isingepigwa marufuku tusingeweza kuona kifaru leo hii, tembo tusingewaona, nyangumi wasingekuwepo. Tusingejipiga marufuku sisi wenyewe. Tusingetishiana vifungo, utapigwa risasi na nini. Tulikuwa tushawafuta wote angekuwa shaishi. Sasa vuta picha uharibifu wote tunaofanya. Sijakwambia bado bidhaa za plastiki tunazotupa kwenye bahari. Sijakwambia bado hivi vita vinavyopigana tu hivi. Ni uharibifu tosha unaofanyika. Jumlisha na maendeleo ambayo sisi tunaita maendeleo kwa kuchimba na kutibua kila kitu na kuharibu mifumo iliyopo. Matokeo yake sasa, from a distance ukitazama dunia, inaona kama vile kuna udidimizo fulani umetokea. Ushakujiuliza hili swali kwamba haya magorofa tunayojenga juu ya ardhi, ardhi inaweza kaibili magorofa mangapi kabla hajadidimia? So sasa nyumba zinadidimia. Kuna zile nyumba mtaani kwetu kuna dirisha liko karibu na mchanga, tunasema nyumba imetitia. Sasa vuta picha kama kuna sehemu nyumba inatitia na sisi tunajenga kila siku, na maeneo mengine ambayo atitii tuje kusababisha pia je, ni uzito mkubwa kiasi gani ambao tunaweza tukaujaza kwenye dunia kupitia magorofa, sijui barabara, sijui magari tunatembea, makilo ndio tunawajaza. Tutatumia kilo nyingi kiasi gani mpaka dunia idumbuke tuibomoe? Hilo solution kujiuliza. Sasa pamoja na kujiuliza swali hilo, kumbuka pia kuna mabadiliko ya kidunia. Yaani ardhi tuliyopo leo hii ina change kila siku kutokana na pia na mabadiliko ya hali ya hewa, hizo climate changes. Na unaiona kwa sababu kina cha ujazo wa bahari kinazidi kuongezeka, kinafikia baadhi ya maeneo. Kuna visiwa vishapotea duniani na vilikuwepo zamani na watu walikuwa wanapita na waliishi kabisa. Lakini sasa hivi havipo, vimezama. Barafu kwenye tunaambiwa ndo kusini ndo South Pole. Lakini kwenye barafu kubwa tunaambiwa North Pole ndo actually kwenye mabarafu, lakini South Pole tuna bara zima la barafu.
mchanganyo kidogo. Either way tunaambiwa pia barafu inapungua kwenye bahari hiyo. Kuna vitu vingi sana vinatokea vya kimazingira ambavyo tunavishuhudia kwa macho. Shida sasa ya mazingira ni moja. Huwezi kuona ndani ya siku 2 au siku 3. Inachukua time. Itakuwa ni mwezi, miaka 3, miaka 4, miaka 5 unakuja kusema hapa na miti hapa. Mnabaki mnashangaa. Na bahati nzuri vitu vijifichi. Kama ni mwenyeji wa nje ya Dar es Salaam, kama hujarudi nyumbani muda mrefu, rudi sasa hivi kapaangalie. Mahali ambapo pengine ulikuwa unacheza unaoga, sasa hivi sio tena pale. Pameshakuwa sio vile tena. Ile miti labda haipo, au ile kingo imemezwa na mto, ama pale pamekuwa lami, pamekuwa duka, pamekuwa store, pamekuwa gorofa. Na si hivyo tu, hata Dar es Salaam ukilala nyumbani wiki ukitoka unapotea ukifanya masiara. Ndio tunasema wewe uharibifu. Sasa wenzetu wanaenda juu kuchungulia huko, tunazidi kuididimiza na hiyo ardhi yenyewe. Na hiyo ardhi yenyewe. Tunazidi kwa shughuli zetu za kila siku. Kwa mwisho siku itatumbukia baharini. Sasa kutumbukia ndio, kwa sababu kuna pwani zinaanza kufikiwa na maji zaidi kuliko zamani ilivyokuwa. Kuna baadhi ya pwani duniani zinapotea. Kuna visiwa vinazama. Maji yanavyozidi kuongezeka maana bara mabara yote yanazidi kuingia na leo hii unaweza kusikia Dar es Salaam nusu yote pengine inaingia na maji ikawa ni sehemu ya bahari. Watu wakizamia wakwambia bilikana zile. Dakika 57 msikilizaji, tunarejea hapa punde hii.